Lakini tumie fursa hii vile vile kusema kuhusiana na jambo ambalo limejitokeza la makamu mwenyekiti wetu kuzuiwa mpakani wakati anakwenda Kenya kuhudhuria mazishi ya Raila Odinga. Tumetoa kauli ya chama, lakini nataka nisisitize tu, kwa sababu toka tutoe kauli jana kupitia kwa msemaji wetu mkurugenzi wa mawasiliano, hatujasikia tena kauli ya uhamiaji. Manake uhamiaji walitoa taarifa isiyokuwa ya kweli kwamba makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heche amevuka mpaka kwenda Kenya kinyume na utaratibu, wakati ukweli ni kwamba wao ndio kinyume cha sheria walimzuia kwenye mpaka Hispania One Stop Center, Border Center, kuvuka sasa kuingia Kenya, na sio kumzuia tu, wakaichukua na hati yake ya kusafiria. Nieleze kuwa kabla ya safari ya makamu mwenyekiti kwenda Kenya, ofisi ya katibu mkuu kupitia kwa naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Golugwa ilifanya mawasiliano na maafisa mbalimbali wa idara ya uhamiaji ili kujua kama kuna kizuizi chochote cha viongozi wetu kuweza kusafiri, lakini taarifa zao zilionyesha hakuna kizuizi chochote. Lakini pamoja na kutoa hizo taarifa za kwamba hakuna kizuizi, makamu mwenyekiti alipoanza safari na kwenda mpakani akazuiwa na pasipoti yake kuchukuliwa. Sasa huu umekuwa utaratibu wa uhamiaji wa serikali kinyume cha sheria kuzuia viongozi wa Chadema na watendaji wa Chadema kusafiri kwenda nje ya nchi na kushikilia pasipoti zao. Mheshimiwa Heche ni kiongozi wa 4 kuzuiwa. Haiwezekani kwa mfululizo viongozi wote hawa sababu ikawa moja kwamba wanakwenda nje kinyume na utaratibu. Kusafiri kutoka nje ya mipaka ni haki na uhuru kwa Watanzania wote wenye passport halali za nchi yetu. Hiwapo kuna zuio haramu, na hilo zuio linahusu viongozi gani? Lakini katika hatua hii nitoe mwito kwa jeshi la uhamiaji, idara ya uhamiaji, kurejesha passport ya makamu mwenyekiti na kufuta hiyo kauli yao walioitoa hadharani ambayo haina ukweli kwamba alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu.